Shida jambo, msalimie mama mkubwa basi. Marahaba, ujambo mwanangu? Umekuza. Namshukuru Mungu jamani, mwanangu amekua. Umekuza dada. Sana, shakuwa dada anaongea kila kitu sasa hivi. Haya basi mimi naenda. Basi mimi ndo sikutoi. Haya karibu, mwambie mkubwa bye. Mapema. Mwanangu, shida mama. Kiza, mguu ulikuwa anakuja nyumbani kwako. Nashukuru sasa tumekutana hapa njiani. Nimeshakasirika wewe. Una nini tena? Simekutana na kile kitoto kile. Cha kukivunzalisha mimi. Nikakwambia wewe. Ole wako. Kwanza nimekitest kidogo tu nikakitest. Kaona kimejaa kiasema kinashtuka nikamwambia wewe bado mtoto mdogo bado sana Kiza mwana wa Kiza. Nikamwambia unapofika eneo la ugeni uliza wenyeji. Kama wewe kuweza kunizalisha mimi, unaniganisha dukani kwako eti kinanigandisha dukani na tutemeka eti hivi. Basi kina fry nikamwambia wewe nimetumia fimbo. Nikamwambia moja tu. Kiko tu. Nikamwambia mimi ndo Kiza mwana wa Kiza. Yaani na hamnacho hapa nilipo nimetoka huko na hasira. Yaani kidogo nimekutana na wewe kidogo hasira baba. Tuachane na hayo. Mimi kuna tukio nimetoka kulifanya huko. Kuna jirani yangu mmoja. Nande. Mama Shida. Tena shida kweli, kuna kitoto kiteke kimenona hicho. Kimenona. Kidogo. Hayo mambo ndo nayataka mimi. Nyama. Yule mtoto kanona, yani steki ya maana. Kwa hiyo kibichi achana na yule bwana. Kuna nyama hapo. Hapo mambo hayo ndo nataka damu nyama. Kiko wapi tu? Jirani yangu hapo. Ana kitoto chake kimenona hivi. Shikamoni. Marahaba kwema. Kiza. Namuona huyu mtoto. Nyama yake tuliyokula kwenye kilinge cha Nonje ilikuwa ya huyu. Ya moto. Sasa kwani tusikimalize mama chenyewe? Achana nacho. Unakiona kitu chenye kimekondeana kile cha kimalize kwa mama yake. Hebu kitafuna. Nishakwambia tukio nilolifanya leo sio la kitoto. Nyama imenona, mtoto hajazia, unahangaika nini na vitu vilokondeana hivi? Hayo mambo mie Kiza na napenda za takuaminia. Wala usijali. Tawalika muda si mrefu. Muda si mrefu tutakula nyama. Wala usijali. Menona. Jambo hilo. Waleze na Nonje. Wala usijali, lazima nitampa taarifa. Sasa mimi yule mwenda azimu aliwezesha dukani pale. Nilienda kuomba nguo. Nikamwahidi lazima ujue kwamba mimi ndo Kiza mwana wa Kiza. Umeona fimbo hii? Hii. Moto wa mbali. Naenda kumalizana naye. Wala usijali, ili tuko pamoja. Ila sasa nikuache kwa sababu nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Tumekutana na wewe hapa. Naomba basi na mimi niwahi nyumbani. Cha kufurahisha. Hicho kitoto. Wala usijali, niachie mimi. Haya.
Hey. Ngokwe huyu alijifanya mjanja sana huyu leo. Leo nilikwambia mtoto mdogo sana wewe, nilikueleza mimi ndo Kiza mwana wa Kiza. Leo niko chumbani kwako leo. Nilikwambia kawaulize, unanijua mimi Kiza mwana wa Kiza. Ngokwe huyu lazima tumalize, tumuonyeshe hapa ni nguvu ila watu wawili tu. Nonje bado hayupo mkuu wetu, ila sisi tutamaliza. Mimi ndo mwamba Rusaka. Sasa ngoja nikuandalie vitu. Vipi Kiza? Mambo gani sasa? Wewe uliniambia ushaandaa bonge la bomu la kuja kumtengenezea huyu mtu. Inakuwaje sasa unafeli hapa? Ngoja. Huku sikudhalilishana huku. Ngoja. Hebu fanya basi. Nilikuwa nakutegemea Kiza. Umeniangusha kwa hili. Umeshindwa vipi hapa? Kiza. Ondoke. 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 Bila shaka huyu ni mzee Kiza huyu. Ndo yeye huyu mzee huyu. Sasa huyu mzee huyu kitakachompata yeye mwenyewe na ndugu zake watajua. Sasa anakuja kuniwangia. Leo anaishi ni Kiza. Ona ni Kiza. Hivi kweli inawezekana hii? Ili naona hili swala sio dogo, ili naona mzee kazamilia kweli, ni swala kubwa hili. Mpaka anaamua kunifuata nyumbani. Kama zake ama zangu. Na mapokera chembwa kuuza. Tiga tororo. Sasa najikuta yeye mjanja. Ina shida. Oh, mkaka. Oh my God. Nisubiri samahani. Unaniita mimi? Ndio wewe. Jamani. Samahani. Bila samahani, vipi? Nilikuwa kule napita naenda hivi, sasa nimekuona unapita hivi nikaona bora nikuite. Niambie. Nimekuja hapa nikupe shukrani. Shukrani. Ulisaidia siku ile pale bondeni.
Oya, Lashu. Vipi mwanangu, mbona mveme mshi kwanza, subiri kwanza, mpe kwanza mali zake kwanza. Mpe kwanza mali zake mwanangu, hii nchi yangu kaita mveme. Sikiza nikwambie, watoto warembo sio kukabolete kwanza ili tambo lake kwanza, shika kwanza, shika. Achia kwanza hiki kimkoba mwanangu, sikiza nikwambie, hii nchi yangu taleta mveme mshikaji wangu. Oya sikiza mrembo. Wewe unaweza kwenda, wewe nenda kwanza. Oya mwanangu, watoto wazuri kama wale kuna jinsi ya kuwakaba wale wanakaboke makopa wale. Wakosa mwanangu. Wewe wenzetu kwanza tuingie hivi mshikaji wangu. Ni rusho kweli mshikaji wangu, unatuletea mveme kaka. Amini watoto walepo kama wale pale sio watoto wa kuwakabakaba wale. Kati kule. Sema angalia mazingira yako juu ile mitaa sio mitaa kupita ovyo, kuna watoto wa mbwa kama wote au sio? Watoto tuwalingishie hivyo hapo wanakwala wanapita navyo, angalia mazingira yako. Okay sawa, hamna shida. Mimi naitwa Asma, wewe mzangu sio unaitwa nani? Mimi naitwa Matukio. Matukio? Vipi? Hamna. Basi nilikuwa naomba unipatie hizo namba zako yani. Namba zangu za simu, kuna shida yoyote? Hamna shida kaka, tueni nimevutiwa tu yani. Hata si wenyewe uje life letu wakadanda katua, so tunatoa namba hapa kwa mwisho mireusho juu. Usijali. Naomba nipatie ya kweli. Hata usiwaze. Sawa hata kidogo sister yangu. Hapo yenyewe kibabe. Hapo ni check tu 24/7 mimi niko on. Okay sawa. Asante. Au sio? Poa basi mshikaji wangu. Kaka amenivutia huyu. Ila kwa vile amenipa namba zake nitapata. Sema brother, rafiki yangu, zipigo zako za kidaktari hizi. Kuna zile mpaka dining room rafiki yangu, yani hapa sometimes moja unaweza ukatuambia eti diet. Unajua nini ndugu wangu? Niambie bro. Matunda ni afya. Vitu ndio vitu vizuri kwa afya. Ndio. Unajua kuna watu wanakula lakini kuna kula na kuna kula vizuri. Kabisa. Sababu ndio wakuta mtu anafukia, tunakuta magonjwa kama kicha, mara mjogo, sababu ni watu hawazingatii diet yao. Hapa unazingatia wewe ndugu wangu kama wewe, ya kweli ndio kufaa. Sio je mdogo wangu bado kuna mambo yako ya moshi na nini. Sasa ndio maana unakuta watu wengi ambao wanatumia vitu kama vyako, afya zao zinakuwa dhaifu. Umeona bwana, hawana wili afya. Umeona? Lakini ukiwa unazingatia hivi vitu, mbona afya inakuwa vizuri? Sasa hata hapo kwenye kula na kula vizuri, basi hata kwenye kula vizuri basi mlima uwe mkubwa basi. Mlima mkubwa. Sasa kiafya yako inakuwaje? Vipi lakini wao? Kama kawa mkubwa vipi mama? Mkubwa yuko fresh mwanangu, mwenyewe nimeona. Ngoja kwanza nikuingizie hapa blaza. Maana mwenyewe sio sielewi wala nini, mwanangu kwa nikutimbia hapa mambo yasiyo mengi. Ila mkubwa yuko fresh bro. Au sio? Bwana, point kubwa ya msingi. Kabla hujaanza kuja, mimi nilikuwa nimewaza nikuite kwa sababu mimi kuna jambo la msingi nimefikiria. Sisi tuko wanne. Kuanzia mzee anaondoka, amefariki, tubaki wanne. Ambapo ni mama, mimi hapa, wewe mwenyewe pamoja na sister Rehema. Kabisa bro. Nikafikiria katika jambo hili nani wa kwanza kumshirikisha kati ya nyinyi watatu? Yaani mama, wewe pamoja na Rehema. Kwa haraka akili kanijia ni wewe. Kwa sababu ukizingatia wanaume tuko sisi wenyewe wawili. Kabisa pamoja na wewe. Kabisa brother, si ndio wavunja kuni. Kabisa, na jambo hili nikaisi wewe kwanza kuambia. Ndugu wangu, kuna mwanamke nimempata. Na huyo mwanamke kwa kadri siku inavyozidi kwenda na kwa jinsi ninavyomuona, sikufichi ndugu wangu, yule mwanamke anafaa kuwa mke kabisa. Kama nakuona brother, unapokuwa unajua kujikatia vipande. Yule bwana kwanza ni mwanamke mzuri, ana hofu ya Mungu. Yaani muonekano wake tu. Ni mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu, ni mwanamke mzuri, mrembo yani. Hapo unaongea jambo ndio. Yaani hapo pia nzuri. Pia hapo unaongea kitu ndio. Ana huruma pia. Kwa hiyo nafikiri mwanamke ambaye anastahili kuja kwenye familia yetu sisi. Sawa. Nikasikilizana mimi na yeye kuongeza familia tukawa wengi. Maana sasa tuko wanne, mimi na yeye tukishirikiana tutaongeza tena wengine. Unaonaje? Kabisa, familia inatakiwa expand bro. Kabisa. Sasa nilikuwa nikushirikishe wewe kwanza kwamba utarajie kumpata shemeji.
hapo katika vitu ambavyo umeongea brother, ni katika siku ambazo umetema cheche hapo, umetema. Hongera sana brother yangu, yani much respect to you bro. Na sio tu mwanamke kama mwanamke, ni mwanamke ambaye ana sifa na vigezo vyote vya kuwa mke wa mtu. Mlete brother, mlete. Yani hivyo ndio vitu ambavyo mimi nilikuwa nawishi kila siku. Mimi naamini hata Bimaza ikisikia hizo info ata enjoy kinyama, yani mimi sikufichi yani. Mimi sikufichi. Kwanza ukimleta mlamu wangu hapa ndani, au sio? Akishakuja hapa ndani mimi naamini hata mambo ya daktari anakuwa ameisha, mlamu atakuwa anarekebisha mimi vitu vya mikaango nini, Mazanzibar pizza utipote sasa hivi ningelikuta limepaki hapa ndani mimi rafiki yangu, sikufichi. Lakini kwa sababu uko mwenyewe ndo madhara tunayoyapata, ila mlete mlamu. Yule mwanamke kiukweli kabisa ndugu wangu, wewe hujapata kumuona, ila siku nikimleta pale nyumbani nafikiri wewe, mama na sister wote mtafurahia kumuona. Sahihi kabisa, mtoto 25 na mimi brother, kama ninavyojua brother zangu wewe yani mwanangu ukoseaji hapo tu ndo unaponifurahishaga yani. Siwezi kusema mbele kama maji kwenye lambo. Sema yani katika siku ambazo umeongea vyuma, katika siku ambazo moto umeongea vitu, umetema cheche. Bro, leo saluti sana mshikaji wangu. Yaani mimi namshukuru Mungu kweli. Kwa sababu hata mimi mwenyewe najua, hata mimi mwenyewe naelewa kitu ambacho ninachokielewa sasa hivi. Ukishaleta mama la mama tu ndani, mimi akaja kuwa mlamu wangu, au sio? Kitu ambacho ninachokielewa, kwanza zile diet nini, zile balance za kidaktari zitaisha. Mama la mama atakuwa anatukimbia mapilau nini, mabijani, Mazanzibar pizza tutakuwa tunakula hapa. Vitu vya Zanzibar pizza, si unajua bro. Mdogo wangu unapenda kula sana. Wewe brother, tatizo lako daktari unauletaga mpaka meza kubwa, ndo shida yani. Sasa kwa ajili ya afya. Tatizo ni afya. Afya bidi nimarike, au sio? Sasa bwana, ndio hivyo. Hilo ndio jambo la msingi. Nimempata mwanamke mzuri, mwenye nidhamu. Nafikiri nyinyi wote kwa pamoja, wewe, mama pamoja na dada Rema, wote mtamfurahia yule mwanamke. Basi ndio hilo jiandae bwana kwa swala hilo. Haina kweli bro, yani mwenyewe hapo nimekurespect kinoma, maana katika maamuzi uliyofanya ya msingi. Bwana, hilo wazo bonge hilo, paka ni bonge moja la idea. Hivi ulikuwa wapi bro? Kila siku sisi tunakula mchele robo hapa. Sasa mlamu aje kubwa, inabidi mimi nianzishe, sababu najua na wewe mwenyewe utafikia huko nilipofikia mimi. Kwa mwanzo tu unajua. Sawa. Sema nini sasa bro? Fanya mpango wangu nikatia hata fuba kidogo na mimi ndio nikaishi vizuri, nipata hata mchele bwana. Yaani fuba unamaanisha? Si mambo ya mpunga bro, mambo ya mchele. Amen. Sina hela blaza. Pesa. Amen hivyo. Yosha maelezo sasa. Sasa mchele inaandikwa wapi? Fuba ni. Ndio hivyo blaza, ndio wewe unajua maneno yetu bwana blaza, ndugu zako sisi wadogo. Utakuja kuitwa serikalini tuambie fuba ni nini? Shughuli zenu. Sio issue. Mchele nini? Sio mtongo tu blaza wa kulungwa kama wakituita tuna define tu. Nini maana fuba, tuna define fuba ndo mambo yetu yale mchele. Unajua. Wataelewa tu bro. Basi na shida mimi nitafanya mpango. Maana transactions za kibenki kuanzia asubuhi bado zinasumbua, ila kabla hujafika nyumbani kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nakuelewaga hapo tu jembe langu, amini yani. Yaani tupa mdomo. Mimi humo tu bro. Sema tatizo lako unasikiliza sana maneno ya watu na utasikia mara sui mudi, mara matukio, mara sui nini bro. Mimi ni Mkatoliki tu mmoja. Yaani utukufu wangu mimi nilokuwa nao mimi sikufichi. Kesho na kesho kutwa ukisikia bwana mdogo wangu kawa ipresi, hapa Mungu, hapa Yesu, hapa Musa, hapa mimi. Yaani utukufu mtupu bro. Unajua wanakwambia usimkatie binadamu zako tamaa. Mimi sijakatiwa tamaa. Naamini kuna siku tu Mungu atakubadilisha. Na utakuwa kijana mzuri kabisa. Blaza, mimi nimeshakuelekeza mimi Mkatoliki mmoja, tena Mkatoliki safi kabisa bro. Nataka mimi nikikutumia pesa mdogo wangu. Sio nakutumia pesa unaenda tena mtaani unafanya mambo ya ajabu tena mdogo wangu, unatumia kwa matumizi mabaya. Hamna bwana blaza. Hakikisha pesa unaitumia vizuri, kama unanunua nguo, unanunua vitu vyako vya msingi. Wewe ni kijana sasa hivi. Usiniwazie blaza wangu, mimi nikatie fuba kuniangalie mwanao huko mjini ninavyoenda kuvimba nini. Amini yani katika blaza, yani katika vitu ambavyo unanikoshaga bro. Humo tu blaza wangu yani. Basi leo umetema cheche. Bwana, unaahidi kumpokea shemeji yako? Kaka kwa mikono miwili kafika yani. Mlamu shiba.
Ngokwe,